Ndio kwa maana kitabu cha Wafilipi 1:29 kinasema, maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake. Sasa mtumishi wa Mungu, ishara ambazo zitakuonesha kwamba umeishampoteza Mungu na unahitaji kurudi ni pale ambapo unaishi mafu. Yaani wewe mtumishi wa Mungu ni mtu ambaye anatumikia Mungu, lakini ndani yake anajisikia iko na mzigo kwa sababu ya watu. Yaani moyo wako hautulii, huko hapo, lakini akili zako zote zinafikiria nitamuokoaje yule katika Kristo, nitamhubirije yule, nitafanyaje hivi, nitamuombeaje yule. Kule ndo kuteswa kwa ajili ya Kristo. Unaingia kwenye magoti kwa ajili ya watu, unakuwa unafanya kazi ya Mungu kwa ajili ya kuwaokoa watu, unawatafuta watu waliopotea ili warudi, unakuwa unajinyima kwa ajili ya watu, unakubali wewe ukose lakini watu wapate. Unafanya jitihada zote, yani akili yako yote iko kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya watu, maana uliwekwa pale wakili wa Mungu, unamwakilisha Mungu hapa duniani. Huwezi kumwakilisha Mungu kama umtafutii Mungu watu. Watu wengi imani yao wanaamini kwamba akiokoka imemtosha, vile ameamini yeye ni Mkristo, amebatizwa, basi anakaa chini anakuwa Mkristo, akwenda Sunday kwenye maombi ama kwenye ibada, anarudi nyumbani anakaa. Hapana, ile haitoshi. Sijasema kwamba ile haifai, inafaa, lakini inahitaji mtumishi wa Mungu anapiga hatua. Tunafanywa upya kila siku. Moyo wako unakusuta kuona watu wengi hawaokoki, watu wengi hawajamrudilia Kristo, watu wameachana na Mungu. Unaona kwamba wewe una mzigo wa kuwarudisha wale watu. Ule ndo utumishi. Kuomba, unasikia uvivu wa kuomba, ni kwa sababu hujaelewa maana ya kuomba. Kwa sababu ukiwa unasikia uvivu wa kuomba, kusoma neno la Mungu, wewe unafikiria tu ni kwa ajili tu ya faida zako mwenyewe. Hapana. Mambo ya kusoma neno la Mungu, mambo ya kuomba si kwa ajili ya faida yako mwenyewe. Kile unachokisoma leo katika Biblia unafikiria ni faida yako, lakini kesho kitasaidia watu wengine. Mungu anakusukuma usome neno la Mungu kwa sababu kesho utakutana na watu ambao wanahitaji watatuliwe matatizo, na hayo matatizo majibu yake yatatokana na kile ulichokisoma katika neno la Mungu. Unaomba, unafunga, unaombea watu, unafunga, unahubiri kwa sababu kesho wale watu unabaki na nguvu za Mungu ili kusaidia. Kesho utaletewa mgonjwa wa pepo, lakini kwa sababu wewe ni muombaji, unakuwa unaomba kila mara kwa mara, lazima utaweka mkono na atapona. Sasa ukiwa unasikia uvivu wa kuomba, hautaki kumrudilia Mungu, hautaki kufunga, hautaki kuhubiri neno la Mungu, wewe unaua watu wengi. Haujui mwenyewe tu, uko selfish. Ndio kwa maana neno letu linasema kwamba nashangaa kwa kuwa mmemwacha upesi yeye aliyewaita kwa neema ya Kristo. Mungu alikuita wewe na mimi ili kwamba turudishe ufalme wake katika ulimwengu, turudishe ufalme wake ndani ya mioyo ya wanadamu. Hivi unaelewa ni gharama gani ambayo Yesu alitumika mpaka wewe upate wokovu? Kipindi ambacho wewe uliokoka, unafikiri ni gharama gani ilitumika mbinguni ili wewe uokoke? Ama unafikiri tu kumwacha Kristo ni jambo la simple tu? Kwa sababu kwanza, hapa niweke vizuri, hapa ninazungumza na aina mbili za watu, aina tatu. Hapa ninazungumza na wale ambao walishamwacha Kristo tayari. Hapa ninazungumza na wale watu ambao wanajiaminisha kwa watu kwamba ni Wakristo, ni watumishi wa Mungu, lakini huku wanaendelea na uchafu ambao watu hawaujui. Ni wazinzi, ni washarati, lakini wao katika macho ya wanadamu wanaonekana ni watumishi wa Mungu. Lakini pia hapa ninazungumza na watumishi wa Mungu ili kukukaza mwendo.
mwendo, wewe ambao unasimama. Kwa ujue kwamba wokovu uligharamikiwa ili wewe uokoke for the first place. Siku yako ya kwanza ya wewe kupata wokovu na kubatizwa ilikuwa ni gharama kubwa. Damu ilimwagika kwa ajili yako. Neno la Mungu linasema, watoto wangu wadogo nawaandikia kwamba ili mtu asitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi kwa Baba. Kama umegundua umeanguka, kama umegundua unaanguka, umeshaachana na Mungu, rudilia, neema ipo. Tubu, nenda kwenye msalaba, mrudilie Kristo, mrudilie Kristo. Mungu alitumika kazi kubwa kukuingiza katika wokovu. Kwa nini wewe unaona? Mungu alitumika kazi kubwa kukuingiza katika wokovu. Kwa nini wewe unaona ugumu kumrudilia Kristo? Kwa nini wewe na mimi tuone ugumu tu? Kwa nini uone ugumu kumrudilia Kristo? Selfishness. Kumbuka ni wapi Mungu alikutoa. Kumbuka ni wapi Mungu uliweka maagano na Mungu, kwa maana hakuna mtu anaweza akaingia katika maisha ya wokovu bila agano. Maagano yako na Mungu, kumbuka. Kumbuka ni kiasi gani Yesu alivuja damu pale msalabani. Aliteswa tu pale msalabani kwa ajili yako tu. Kwa ajili yako tu. Umerudi nyuma, Yesu anakuita bado msalabani. Watu wengi wanakusubiri. Yesu anatafuta mtume nani ili aweze kupeleka jina lake. Acha dhambi zako. Acha usharati, acha uzinzi, acha umalaya, acha kujificha katika sura ya Ukristo. Acha, tubu. Na wewe ambao umeshaanguka, rudilia. Acha dhambi, kila aina ya dhambi, acha wizi. Acha uvivu, anza kutafuta Mungu. Kama ulikuaga uombi tena, ni muda wako wa kuanza kuomba. Ni muda wako wa kuanza kutafuta Mungu. Ni muda wako wa kutangaza neno la Mungu. Bado unaishi, una pumzi ya uhai, kuna neema. Watu wengi wanakuja wanakufa, lakini kwa nini wewe unabaki huko mzima? Nafasi iko. Acha dhambi zako, tubu dhambi zako, neema bado iko. Usije ukalaumu, usije ukaanza kusema kwamba haya maisha mabaya siyapendi. Ewe kijana, furahia ujana wako, lakini jua kwamba siku zinakuja utaingia katika hukumuni na utasema kwamba mimi sipendezwi na hivi. Neema bado ipo. Neno letu la leo, kichwa cha neno ilikuwa kumrudilia muumba wako. Aliyo na sikio na alisikie neno la Mungu anayewahubiri watu wote.